Ndugu katika imani, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na haya yamebainishwa katika aya nyingi za Qur'ani. Mfano aya Mwenyezi Mungu anasema Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba yeye amepewa risala, amepewa ujumbe aufikishe kwa wanadamu. Kwa hiyo swali la kwanza au nukta muhimu ya kuzungumzia, je, mtu ili awe mtume ni chaguo la Mwenyezi Mungu au ajipambe na sifa fulani? Hili ni jambo la kwanza Muislamu anatakiwa ajue, kwamba je, mtume baada ya kufanya mambo fulani yakawa ni mambo ya tabia, mfano yaliyojikusanya ndio akaonekana sasa amefikia kilele cha tabia fulani, basi sasa tumpe shahada ya utume, kwa hiyo sasa wewe twakupa hivi kwa sababu umechuma tabia fulani? Wanachuoni wanasema risala ni al-istifa. Risala, ujumbe, ni chaguo la Mwenyezi Mungu. Halina mtu kuwa afanye ibada kiasi fulani, uhodari fulani ili apate cheo fulani. Kama ilivyo mtu ukitaka kuwa mbunge uende ukaombe fomu ufanyeje? Kwenye utume hakuna kuomba fomu. Ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala akishakuchagua kwa mujibu alivyokadiria kwamba huyu awe ni mjumbe, utakuwa ni mjumbe katika wajumbe ambao amekuchagua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, katika sura Sad, anasema wa innahum indana laminal mustafainil akhyari. Hawa watume, anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwetu sisi ni chaguo, ni wachujwa waliochaguliwa. Wachujwa waliochaguliwa na nani? Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu katika imani, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama mitume waliotangulia, yeye hakutambulishwa rasmi kwamba wewe ni mtume ila baada ya kufikia miaka 40. Lakini kipindi cha kabla ya miaka 40 Mwenyezi Mungu alimpa malezi ya kiuungu kwamba yeye tayari kamlenga mchague kuwa ni mjumbe wa Uislamu au mjumbe wa walimwengu wote, kwamba wewe utakuja kuwa ni mjumbe wa walimwengu wote. Kwa hiyo akampa malezi au tarbia ilahia, malezi ya kiuungu. Ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunakuta tabia njema alikuwa nazo kabla ya kupewa ujumbe, mpaka makafiri wakawa wanamwita kwamba yeye mfano ni as-sadiqul amin, ni mkweli mwaminifu, kabla ya kupewa ujumbe. Na ndio maana baadhi ya watu walisilimu kwa sababu ya aliyoyatamka baada ya kupewa risala kwamba inni rasulullahi ilaikum jamia. Wakasema hatujathubutu kusikia urongo kwake yeye huyu. Ndio pale siku moja alipowaita kuwaambia kwamba yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kwanza akawaambia, jamani, yeye kasimama juu ya mlima, njooni ndugu zangu, hivi nikiwaambieni kwamba huku nyuma kuna jeshi linakuja linataka kuja kuwashambulia, mtaniamini? Jawabu aliwaambia, ma jarabna minka kidhba, hatuja kujaribu hata siku moja kusikia ukisema urongo. Kwa maana nyingine tukuamini, ukiyasema maneno haya tutakuamini. Kwa hiyo baada ya kuambia hivyo, mtume alidhani kwamba kwa wao kuwa wameendelea kumwamini, waliendelea kumwamini siku za nyuma. Kwa hiyo hili tamko lake la kuambia mimi ni mjumbe wa Mungu pia wanaweza wakamkubalia. Akajitambulisha mbele yao kwamba basi nawaambieni mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi. Pale pale waligeuka. Mrongo mkubwa wewe. Jamani, huyu mtu sasa hivi mmesema mwamwamini, sasa leo mnaambiwa neno hili tayari mmegeuka msamrongo. Ikaanza vita baina ya makafiri na mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuanza kumshambulia kwa matusi kwamba yeye ni kadhabu, sahiru na nini. Kwa nini? Kwa sababu kawajia na jambo ambalo kwa wao waliona ni geni, jambo ambalo wao hawakulizoea. Jambo gani? Tamko la shahada mbili. Muabuduni Mwenyezi Mungu mmoja, msimshirikishe na chochote.
na mimi ni mjumbe wenu kwenu nyote. Kwa hiyo hili lilikuwa ni nje ya mazoea, kwa sababu mazoea ilikuwa wao wakiabudu miungu wengi. Kwa hiyo wanasema aja'ala al-alihata ilahan wahida, yani atijalie sisi kwamba miungu yote hii kuwa ni Mungu mmoja bwana. Huyu ni sahirun kadhab, mchawi mrongo. Kwa hiyo utume lilikuwa ni chaguo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwenyewe Mwenyezi Mungu alimlea mtume wake tangu udogo. Ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kulindwa kufanya makosa tangu ni mdogo. Hata wanachuoni wa tarikhi wanasimulia kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema ma hamamtu bi shay'in mimma kana ahli aljahiliya ya'maluna bihi wama hamamtu bisu'in hatta akramani Allah birisalatihi. Anasema sijawahi katika uhai wangu zama za kijailia kufanya hamu ya kutaka kufanya jambo baya, hamu ya kufanya jambo ovu tangu zama za kijailia. Anasema sijawahi mimi kufanya jambo lolote hamu, hata ile hamu ya kufanya jambo baya, mpaka Mwenyezi Mungu akanikirimu kwa risala. Kwa hiyo mtume alilelewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu alilelewa kwenye nyumba ambayo ilikuwa ni washirikina. Baba yake, mama yake, mababu zake, maambi zake washirikina. Kwa hiyo hakuna mmoja ambaye alimtambulisha kwamba usiabudu miungu wengine, muabudu Mungu mmoja. Ilikuwa ni mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala kamlea mjumbe wake. Hakuwahi kusujudia sanamu bwana huyu, hajawahi kufanya matendo ya ushirikina kwa ujumla, hajawahi kufanya ulevi, hajawahi kufanya zinaa. Mwenyezi Mungu mwenyewe alikuwa amemlinda, na hili linapatikana kwa mitume wote. Kwa lugha ya kisheria wanasema manabii na mitume ni maasumina. Maasumina kwamba wamelindwa kufanya makosa. Hujasikia katika Uislamu kwamba eti kuna mtume mzinifu, mtume mlevi, mtume nini. Lakini madini mengine yamepachika haya maneno kwenye vitabu vyao wanavyoviita vitukufu. Vitabu si tunasema ni fake, kwamba mtume eti alilewa siku moja, nabii mmoja, mpaka akakaa uchi akachekwa na watoto wake. Au mtume mwingine anakuja anaambiwa kwamba kalewa, alikuwa na mabinti zake wawili, akawatongoza, mmoja akazini naye leo usiku wa leo, mwingine akazini naye usiku wa kesho. Mitume walivyodhalilishwa na vitabu vinavyodaiwa kwamba vitabu vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, sifa ya pili ya mtume akiwemo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemhifadhi na madhambi makubwa. Ila kuna madhambi wanachuoni kwa wengine wanasema hayaitwi madhambi, makosa madogodogo ambayo mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akimlinda kwa yeye kumkosoa makosa yale pale anapoyafanya. Kwa mfano makosa ya jitihadi katika kuchukua rai za masahaba, inakwenda mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua rai ambayo sio rajih, sio rai madhubuti, akachukua rai nyonge kutoka kwa sahaba. Na mfano wanaotoa wanachuoni juu ya kisa cha Asra wa Badri, yani mateka wa Badri. Mateka wa Badri ni kwamba tukisema mateka, yani makafiri waliokamatwa katika vita. Mtume aliwataka ushauri masahaba wakubwa. Abu Bakar as-Siddiq akamtaka Umar bin Khattabi ushauri, Saidina Uthmani. Abu Bakar as-Siddiq na Saidina Uthmani walikuwa na msimamo poa, watu wa pole. Kwa hiyo alimwambia, bwana, hakuna haja ya kuwaua, tuchukue fidia, tuache tuchukue fidia. Umari msimamo wake ulikuwa mkali ngangari, anawaambia mtume sallallahu alaihi wasallam, hapana ya Rasulullah, chinja watu hao. Ya nini kuweka hawa watu, watatusumbua kuwalisha nini majikafiri hawa kubwa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua rai poa. Mwenyezi Mungu akateremsha wahi kumkosea bwana mtume, wama kana linnabii an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh. Haikuwa kwa nabii kumiliki
mateka mpaka ajepata nguvu katika ardhi. Wakati wa vita ya Badri Waislamu walikuwa bado ni wanyonge. Kwa hiyo wewe utateka majiteka, utawalisha nini? Na wewe mwenyewe maskini hamna kitu, kuwachunga chunga na hii mijitu miovu, vingunge vya makafiri hawa, chinja. Kwa hiyo wakachinjwa. Wanachuoni wanasema aya hii inakuja kumuunga mkono nani? Saidina Umar bin Khattab, na kukosoa fatwa iliyotolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yeye kuunga mkono rai ambayo ni poa. Ikawa hili ni moja, wanachuoni wanasema ni dalili ya kumlinda bwana Mtume na makosa. Tofauti na wewe ukikosea hakuna atakayekuambia kutoka mbinguni kwamba ni Mungu akuletee wahi kwamba wewe bwana hili nikosa. Hili halipatikani ila kwa manabii na mitume wa Mwenyezi Mungu, kwamba hawathubutu mitume kuendelea kufanya makosa. Kama ni kosa, kwanza tukubaliane kama tulivyotangulia kusema kwamba manabii hawafanyi madhambi makubwa. Hujasikia katika Uislamu kwamba nabii fulani kahesabiwa ni mzinifu, mlevi, mvuta bangi, mwizi. Na atakayesema hivyo katika mmoja wa mitume, basi amekufuru risala ya Mtume Muhammad, amekufuru mitume wote. Kwa sababu katika jumla ya nguzo za imani ni kuamini mitume. Kwa hiyo ukimsema mtume mmoja kwa uovu katika mitume, basi ina maana umewakanusha wote. Kwa hiyo katika jumla ya maana ya shahada na Muhammad Rasulullah, tukubali kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maasum, amehifadhiwa, wamechupa mpaka katika hili.